Ndugu mpenzi mtazamaji, karibu kwenye Wedding Cycle Podcast. Leo nipo na Mr. Edward, mtaalamu wa mambo ya ndoa na afya. Tunaweza kupata mazuri mengi kutoka kwake. Hebu tuzidi kujifunza nini atatoa madini gani. Kesho na kesho kutwa wewe mtazamaji, ukae ukiangalia na upate funzo zaidi. Karibu Mr. Edward. Asante sana ndugu mtangazaji. Ndoa ni nini haswa? Kidogo katika hali ya kileo, ndoa ni neno mtambuka kidogo, kwa sababu limekuwa pana kutokana na maendeleo ya sayansi na teknolojia, na utandawazi ndio umeenda kulibadilisha hili maana neno ndoa. Na ninaweza nikalidefine katika muktadha wa aina mbili. Katika muktadha wa Kiafrika au Kitanzania, ndoa ni muunganiko baina ya mwanamke na mwanaume ambao wamekutana wakakubali kuishi pamoja na wakatambulika au wakapewa mamlaka na serikali na jamii, lakini pia na tamaduni na pia na dini. Hivi vitu vyote vimetumika kuwaidhinisha kwamba hawa ni kama mke na mme. Lakini kutokana na maendeleo ya sayansi na teknolojia katika nchi zilizoendelea limekuwa tofauti kidogo. Nimeanza kwa kusema ndoa ni muunganiko wa mwanamke na mwanaume. Nowadays limeharibiwa hili neno ndoa. Kuna watu wanaishi kama kati ya binadamu na binadamu, kwa regardless of sexes. Kwa hiyo inakuwa hili neno limeharibiwa zaidi. Kwa hiyo sitaongelea juu ya maana halisi ya nje, nitastiki sana kwenye maana ya halisi ya Kiafrika na Kitanzania. Okay, hilo ni sawa na umetuelezea vizuri sana. Lakini mimi na swali moja ambalo unaona ni la msingi, kwa sababu paka ndoa itokee hapa katikati naamini kuna kitu kinaitwa upendo, si ndio? Hebu tuambie kutokana na taaluma yako, upendo haswa kisayansi unatokea wapi na unakuwaje mpaka watu wanafikia kupendana, mwisho wa siku mtu anasema mimi nataka kumuoa fulani, nataka kuolewa na fulani. Hebu tuelezee upendo kisayansi. Lakini unajua upendo, kitu ambacho kinaleta upendo, kuna kitu kinaitwa feelings. Na hapa siongelei upendo ambao ni kwa sababu tunaugawa upendo kati ya wakidini na wakimapenzi. Umeelewa? Nitastiki kwenye upendo ambao unaenda kuunganisha ndoa. Hapa ni upendo wa kimapenzi. Na tathmini inaonyesha watu wanapokutana huchukua dakika moja tu kupendana. Yaani mtu na mtu anakutana for the first time. Kisayansi tunaamini kwamba dakika moja tu inatosha kabisa kwamba kuonyesha kwamba huyu mtu nimempenda. Hata wewe ndugu mtangazaji, hujawahi kuenda sehemu ukakutana na mtu humjui, hujui anafanya nini, hujui jina lake, ukaanza kumchukia tu. Umeelewa? Kwa hiyo kisayansi tunaamini kwamba upendo ni feelings, na hiyo feelings inakuja ghafla, sometime from no reason. Inakuja tunatokea mtu umempenda, unamwadmire, ndio upendo unaanza kujengeka hapo. Jamani, ndugu mtazamaji, nadhani umesikia hapo. Kuna pointi moja kamili kabisa. Unaweza kumpenda mtu ndani ya dakika moja tu. Kwa hiyo wewe mdada umefatwa na mkaka akakwambia anakupenda, please usimkatae. Kisayansi tumesha prove tayari. Mr. anatuelezea kabisa. Sababu gani huwa zinapelekea ndoa kuvunjika katika jamii ya sasa haswa? Of course kuna mlundiko wa sababu nyingi ambazo zinapelekea ndoa nyingi kuvunjika. Kama nilivyokueleza, sababu ya kwanza ni sababu ya kidini. Katika jamii mnapokuwa mmekaa, mnakuwa kuna vitu vimewaunganisha pamoja. Hizi nimezitem kama pillars ambazo zinapelekea ndoa nyingi kuvunjika. Kwa hiyo kuna udini, kuna sababu za kijamii, kuna sababu za kisaikolojia, na sababu za kibiolojia na za kiuchumi. Kwa hiyo hizi ni sababu ambazo zikiungana pamoja zinaweza kupelekea kuspeed up kwa ndoa nyingi kuvunjika. Okay, hapo nimeona umeelezea sababu za kijamii, za kidini, za kibiolojia. Hebu tuanze kabisa na hiyo sababu ya kibiolojia ambayo inaweza ikapelekea watu kuachana kwenye ndoa kuvunjika. Katika sababu za kibiolojia nimeeleza sababu kuu 4 katika huu muktadha wa kibiolojia ambazo ni chanzo kabisa kikuu cha ndoa nyingi kuvunjika. Sababu ya kwanza ni mabadiliko ya kihomoni, au kitaalamu tunaita hormonal imbalance. Na vitu hivi vinawatokea sana wanandoa wanapokuwa katika age fulani hivi, ambayo kitaalamu kwa wanawake tunaita menopause. Hii age ni kipindi ambacho mwanamke anaacha kuundergo menstruation, kuingia period, na anaanza kupoteza sifa ya kupata watoto. Kwa hiyo hiki kipindi kunakuwa na mvurugiko wa homoni katika mwili wake. Kwa hiyo
ili ufanye tendo la ndoa ni lazima homoni tunaziita ni vichocheo, ni chemicals ambazo zinachochea feelings za wewe kufanya tendo la ndoa. Kwa hiyo kama kutakuwa na alteration au kubadilika katika jinsi zinavyozalishwa kwenye mwili, zitapelekea mtu anakosa hisia ya tendo la ndoa. Kwa hiyo hivi vitu bahati mbaya watu wanaamini vinatokea kwa mwanamke tu, lakini mabadiliko ya kihomoni kutokana na umri yanatukuta watu wote, mwanamke na mwanaume. Kwa hiyo sababu hii inapelekea kabisa ndoa nyingi kuvunjika, kwa sababu tunasema kwamba ndoa au chakula cha ndoa ni sex, ni mapenzi. Kwa hiyo kama watu watafanya mapenzi, utajikuta hata shida zingine, kama kulikuwa na ugomvi, unaweza ukajikuta umeisha kutokana na mapenzi. Sasa kama kutakuwa hamna catalyst au kitu ambacho kinakuchochea kufanya mapenzi, unaweza ukajikuta zile sababu nyingine zikawa kuu, zikapelekea ndoa nyingi kuvunjika. Hiyo ni sababu ya kwanza. Sababu ya pili ni magonjwa, hasa ambayo yanaenda kuaffect nguvu za kiume. Magonjwa kama sukari, magonjwa kama pressure. Kwa hiyo mtu anapokuwa anayapata, anapelekea mwenza wake kuanza kufikiria kuchepuka, kwa sababu anashindwa kuimarishwa katika sex. Yeah. Sababu nyingine naweza nikaongelea upungufu wa nguvu za kiume, na hapa nitastiki sana kwa sababu watu wengi hawaelewi na kuna upotoshaji mkubwa juu ya upungufu wa nguvu za kiume. Na tathmini zinaonyesha au takwimu zinasema kwamba kati ya mwanaume na mwanamke, kwa sababu watu wanaelewa tu neno hili upungufu wa nguvu za kiume, lakini hawaelewi kuwa kumbe kuna upungufu wa nguvu za kike. Na takwimu zinaonyesha kwamba kati ya wanawake 10, wanawake 6 mpaka 5 wana upungufu wa nguvu za kike. Ni nusu. Yeah. Lakini hii neno ni vice versa kwa wanaume. Wanaume wengi hawana upungufu wa nguvu za kiume. Wanaume inaonyesha kwamba katika wanaume 10 ni 2 tu mpaka 3 ndio wana changamoto hii. Sasa watu wengi kwa kuwa wanaume kwenye sex ndio wana perform, ndio inapelekea kuwa shida. Yaani tunashindwa kustiki kutatua changamoto ambayo inawakuta wanawake ambao ndio kubwa tunadili kwenye wanaume. Wanaume wanasumbuliwa na kitu kimoja kinaitwa sexual anxiety, yani wasiwasi au kitete kwenye sexual. Kwa hiyo hiki ndio kinapelekea sana watu kuamini kwamba wana upungufu wa nguvu za kiume. Ndugu mwanahabari, naweza nikakuuliza tu kwa mfano. Wewe unapofanya tendo la ndoa, ikitokea umeshindwa labda kuendelea na tendo, ukabadilishiwa mwanamke pale pale, unafikiri unaweza ukashindwa kuendelea? Yaani hivi upo ndani sasa una mke wako, afu umepiga hilo goli moja, unaenda goli la pili ikashindikana, alafu ukabadilishiwa mwanamke instantly, unafikiri unaweza ukashindwa kuendelea? Walio wengi wataweza. Kwa kumbe tatizo pale sio upungufu wa nguvu za kiume, una kitu kinaitwa sexual anxiety, yani wasiwasi, shauku. Na kwa hiyo mwisho wa siku lawama zote anahamishiwa mwanaume, ambaye kisayansi, manake mnasema kwa takwimu zenu zinaonyesha katika wanawake 10, nusu yao wanawake wana tatizo hilo. Tena imeenda mbali zaidi. Kuna kitu kwenye sexual intercourse, kuna kitu kinaitwa kwenye kujamiana, kuna kitu kinaitwa orgasm. Orgasm ni extreme pressure ambayo inakuja, yani hali ya furaha ya kupindukia ambayo inakuja baada ya mwanamke au mwanaume kufika kileleni. Sasa tathmini inaonyesha kuna wanawake ambao wana orgasm disorder, yani hawawezi kabisa kufika kileleni. Hawawezi kabisa. Kwa hiyo hii ni kitu kama disorder, yani ni kama changamoto ya kiafya ambayo inapelekea. Kuna wanawake mpaka leo wapo kwenye miji zao, wapo wameolewa, lakini hawajawahi kufika kileleni, na wana watoto na waishi maisha ya kawaida. Kwa hiyo mwisho wa siku inaaffect sana mwanamke, sio mwanaume pekee. Kwa hiyo inabidi tuliongelee katika muktadha wa pande zote mbili, na tukitaka kusuluhisha lazima tusuluhishe katika muktadha wa pande zote mbili, kwa mwanamke na kwa mwanaume. Kwa hiyo cha kwanza pia wanawake au wadada wapate hiyo elimu kwamba hicho kitu pia hata kwao kinatokea. Wataalamu wa mambo wanakuambia kwamba kulijua tatizo ni nusu ya kulitatua. Kwa hiyo tustiki kwanza kwenye kulitambua tatizo. Ndio. Hiyo ni kweli kabisa. Nadhani pia ulielezea sababu nyingi zinazofanya ndoa nyingi kuvunjika, ukazigawanya kwenye makundi 4. Naomba kidogo tugusie kwenye sababu ya kidini. Hii inatokeaje? Kimsingi naona hii ndio sababu kuu ambayo ilitakiwa watu waelimishwe kuhusu hii sababu. Kwa sababu binafsi naamini kwamba Mungu ndio kila kitu. Palipo na Mungu hamna kelele, hamna changamoto yoyote. Kwa hiyo hata ndoa zinaweza zikaendelea sana katika Mungu. Na nimezigawa sababu ambazo zinatokea kiimani ambazo zinapelekea ndoa nyingi kuvunjika. Sababu ya kwanza ni watu kumsahau Mungu, na
ndoa nyingi unawaona sisi wakati wanafunga ndoa, wakati wa sherehe, kuna wachungaji wanawabariki, wanawaombea, lakini unfortunately Mungu wanamwacha kanisani au wanamwacha kwenye ukumbi wa harusi kipindi hicho. Kwa kishafika nyumbani wanamsahau Mungu. Kwa hiyo hii imekuwa ni sababu kubwa sana ya ndoa nyingi kuvunjika. Hiyo sababu ya kumwacha Mungu, lakini sababu nyingine naweza nikasema kwamba uaminifu. Yani watu wengi wanachepuka. Hii nimeweka kwa sababu ya kimungu, kwa sababu kuzini au zinaa ni makosa. Hata Mungu anakataa kwenye vitabu vitakatifu, au na ndoa hata kwenye amri 10 Mungu amesema kwamba tusizini. Kwa hiyo watu wengi wamekuwa wanazini. Kwa hiyo hiki kitu kinapelekea ndoa nyingi zinavunjika, kwa sababu mwanamke au mwanaume akishakosa imani na wewe, hamna kitu kingine ambacho kinaweza kuendelea. Kama hapo uliposema kwamba watu wengi wanazini, siku hizi watu wengi wameifanya kama kutoka nje ya ndoa au kuchepuka ni kama ndo suluhisho la kila jambo kwenye ndoa. Mwingine hata hawazi kufanya suluhisho ndani ya ndoa yake, kwanza ndio aje kuwaza mawazo ya pili. Cha kwanza kabisa anachowaza ni kuchepuka kusudi nikamilishe haja zangu. Ingawa unaweza ukachepuka vile vile na bado hata huko unakoenda ukayapata yale yale ambayo yanatokea ndani. Kwa hiyo nadhani hicho kitu ambacho watu wanahitaji kujifunza na kuelewa. Lakini pale pale kwenye kuongezea kwenye sababu ya kidini ni kutokusameheana, kwa sababu tathmini inaonyesha we human being, we are not perfect. Yani hatuko sahihi. Yani mimi na wewe tuna mapungufu mengi. Kwa hiyo watu wengi wanashindwa kufuata ushauri ambao Mwenyezi Mungu ametupa wa kusameheana, kwamba unachukulia matatizo ya mwenza wako kama ni sehemu ya maisha yake na ni mapungufu yake, kwa hiyo unaamua kumsamehe. Kwa hiyo hii ni changamoto kubwa, kwa sababu watu wengi wamekuwa wanabaki na madukuduku, wanabaki na vinyongo kwa sababu hawasameheani kwenye ndoa. Kwa hiyo naomba, kunaweza nikaiasa jamii tusameheane kwenye mahusiano, tunaweza tukafika mbali na ni kweli kabisa. Hili swala la mimi naomba nikuingizie swali kidogo la uzushi hapo katikati. Hivi upendo au ile kuwa na hisia na mtu huwa ni moyoni au ni kichwani? Yaani mtu pale anapokuambia moyo wangu umempenda sana mtu fulani, hiyo inatoka wapi? Kwa sababu tunajua moyo kazi yake ni kupump damu. How does it happen kwamba tunashirikisha moyo na kichwa? Je, huo upendo kweli unatoka hapa tunapo pump damu au unatoka kwenye ubongo wangu mimi? Umeongea kitu muhimu sana na ni kitu cha kisayansi. Upendo kimsingi watu nasema kwamba moyo wangu umekupenda. Binafsi naona kama sio sahihi hili neno, kwa sababu upendo unaanza kwenye brain, kwenye ubongo, na ubongo unazalisha homoni moja inaitwa dopamine. Hii homoni inasaidia sana katika masuala ya upendo na feelings. Kwa hiyo nahisi upendo unaanzia kichwani. Nikisema unaanza moyoni, kazi ya moyo ni kusukuma damu na nini na vitu vingine. Kwa hiyo nahisi kabisa, yani nina uhakika upendo unaanzia moyoni, na labda tunaweza tukaushirikisha moyo, kwa sababu moyo unafanya kazi ya kupampu damu, na hizi hormone zinasafirishwa kwa njia ya damu ili kufika katika target. Kama nilivyokuambia, hiyo dopamine inaenda inasafirishwa kwenye damu mpaka kwenye ubongo, target receptors. Kwa hiyo ndivyo mtu unajikuta ume react, unaweza ukapenda au kutokupenda. Kwa hiyo nahisi kuna coordination fulani kati ya ubongo na moyo katika muktadha wa kusukuma damu. Hapo nimepata kukuelewa zaidi kwa wasaa kutokana na sayansi, na umenipa jibu zuri kabisa. Mimi naomba niulize pia swali lingine. Mfano unakutana na watu wanakuambia, mume wangu mimi anataka sana tukiwa kwenye ndoa, yani tukiwa ndani, maana ukiwa wawili, mume wangu mimi anataka sana, anachoka. Sasa mwisho wa siku nakuwa na mnyima, au mwanaume anaanza kuwekewa, wewe unataka sana bana, mimi sasa hebu wape watu mtazamo kutokana na kisayansi. Je, ni mara ngapi mtu anafaa kupewa, au ikiwa anapewa sana ina effect gani, au ikiwa anapewa kidogo ina effect gani? Kwa hiyo tupe mtazamo wa kisayansi juu hilo swala. Kwenye mtazamo wa science, hasa kwenye kitu kinaitwa ethics, kuna kitu kwenye one among of universal ethical principles, yani sheria za maadili, anasema do not harm.
Yani usiumize katika aina moja ama nyingine, katika muktadha wote au katika namna moja ama nyingine. Kwa mfano, unajikuta mke wako hiyo siku unaona kabisa amefanya kazi, alikuwa busy na mambo mengi. Unajua love is all about feelings na kama amechoka na nini inabidi umuelewe, kwa sababu kama utamwingilia mwenza wako na atakuwa hajisikii, there is no sexual there, haipo kabisa, hamna mapenzi. Kwa hiyo katika muktadha huo mi naona ni swala la kukubaliana. Kwa hiyo kipindi ambacho hata hicho kitu kinamkuti mwanamke tu, kuna kipindi mwanaume ametingwa na kazi, ana stress maisha na nini, hajisikii, mwanamke anataka. Kwa hiyo ni kitendo ambacho wawili wakubaliane kutokana na mazingira na kuelewana, na hivi vyote vinajengwa na kitu kinaitwa upendo. Ukimpenda mtu utaelewa situation alionayo. Ni hicho tu. Mr. Edward, mi naomba niulize pia swali la msingi ambalo huwa linatokea sana wanandoa au watu wengi walio kwenye mahusiano, haswa na base sana sasa hivi na mwanaume, si ndio? Wanaume wengi wanalalamikiwa kwamba mume wangu labda yeye akimwaga tu mara moja imeisha, hataki tena kurudia, si ndio? Labda mimi nataka mwanaume, au wanawake wengine wanaenda mbali kabisa kumfananisha labda mume wake aidha na mpenzi wake ambaye alikuwa naye zamani kabla hajakuwa na ndoa, ambaye unakuta anasema mume wangu mimi mbona perform kama ex wangu zamani alikuwa ananipiga bao 4, lakini huyu mwanaume wangu sasa hivi bao 2 tu kachoka, mimi sasa sijazoea. Hebu hiyo unaielezeaje kisayansi, na pia unawapa ushauri gani? Kisayansi kuhusu swala la tendo la ndoa na kufika kileleni lipo kwenye topic moja inaitwa coordination. Yani mtu anapokuwa anafanya tendo la ndoa kuna kitu kinaitwa stimulation of nerve impulse. Yani kitaalamu, Kiswahili fasaha nashindwa kukiweka vizuri, lakini ni kwamba mwili kuna neva, kuna mfumo wa umeme wa mwili ambao unakuwa stimulated, ambao unapelekea mtu afanye sexual, kwa sababu sexual, ili mtu afanye sexual ni lazima moyo uanze kusukuma damu kwa nguvu, upelekee mtu astimulate misuli ya damu, ipitishe damu sehemu zote mpaka za penis za uume, na uume uweze kusimama na aweze kufanya tendo la ndoa. Kwa hiyo changamoto ambayo inakuja mwanaume anafika kileleni ni swala la kawaida, kwa sababu kuna kitu kinaitwa, kitaalamu tunakiita refractory period, kwamba baada ile nerve impulse kupita, yani mfumo umeme umeshapita, yani ndo umeshafika kileleni, sasa umeinjaculate, umefikia orgasm. Kwa hiyo umeme ukishapita, huwa kuna muda fulani ili kujenerate umeme mwingine. Sasa huo muda unatofautiana kati ya mtu na mtu, na hicho kitaalamu kunaitwa refractory period, yani muda ambao nerve impulse zimetulia, mwili upo katika resting potential ili ujenerate umeme mwingine uende kwenye kitaalamu tunaita action potential ili uconduct nerve impulse. Kwa hiyo hapa kuna duration ambayo ni tofauti. Kuna mtu mwingine anaweza kukaa dakika 10, kuna mtu mwingine anaweza kukaa dakika 30, kuna mtu mwingine anaweza kukaa hata saa moja. Kwa hiyo hivi vitu pia vinaweza kuwa affected na mazingira. Mazingira ni pamoja na sehemu ulipo, aina labda ya mwanamke ulionaye. Kwa hiyo kwenye hili refractory period ndio sasa usije ukakutana mwanamke au mwanaume ukaje ukakutana na mwenza wako ambaye refractory period yake ina tofauti, ina muda mrefu kidogo, labda dakika 40, ukasema ana tatizo. Huyu hana tatizo, ni kwamba ni kipindi tu, kwamba kuna muda ukifika ataendelea. Kwa hiyo hiyo ina vary. Lakini pia kuna watu wengine wana uwezo wa kujicondition wakaicontrol hii refractory period. Kunaweza ukaicontrol kutokana labda kufanya mazoezi, kula vizuri, ukaondokana na stress. Kwa hiyo ukishaicontrol vizuri refractory period, inapelekea wewe ukishafika, ukimaliza goli lako la kwanza au la pili, unaweza kuendelea haraka. Je, kwa kisayansi, kutokana na sayansi, mwanaume baada ya kufanya mapenzi au tendo la ndoa na mwenza wake, si ndio, inatakiwa kisayansi labda apitishe muda gani ambapo ataonekana huyu yuko sawa, ndio anaweza kuendelea tena? Manake mtu mwingine anaweza, kama ulivyosema hapo,
labda umekutana na mwenzako anaenda dakika 10 ndo anaendelea tena, lakini naamini kwenye sayansi kuna estimation period ambayo mnayo, ndo mnaweza mkasema huyu yuko sawa au hayuko sawa. Nimesha estimate, nikwambia kuna mtu mwingine anatumia dakika 5, mwingine dakika 20, mwingine saa moja, mwingine mpaka. Sasa hii estimation period huwa inavali kutokana na mtu. Unajua mimi na wewe tupo tofauti. Tuna changamoto labda genetic factor, sababu za kivinasaba, tuna sababu za maisha, wewe maisha uliokulia na mimi ni tofauti, tuna sababu ya milo, unachokula wewe na ninacho consume mimi ni tofauti, tuna sababu ya mfumo mzima wa maisha, mazoezi na nini. Kwa hivi vitu vyote vinaweza vikaenda ku affect hii niliyokuambia refractal period, kwamba kipindi ambacho mtu anaweza kukaa muda gani kuendelea na tendo la ndoa. Hapo nimekupata zaidi. Je, unaweza kutuambia kwa kupitia data za sayansi au kupitia wewe unavyofahamu, lakini kwa upande wa sayansi, hali ya ndoa nyingi sasa hivi kwenye jamii ikoje? Katika mada ambayo tunazungumzia leo, tunazungumzia juu ya ndoa nyingi kuvunjika, na kwa mujibu wa takwimu kutoka RITA wanasema 40% mpaka 50% ya ndoa ambazo zinafungwa zinavunjika, watu wanadai talaka mahakamani kabisa. Na hiyo yani inamaanisha kwamba katika ndoa 10, 5 mpaka 4 baada ya muda fulani. Na mara nyingi ndoa nyingi waga tuna stage ambazo tumeweka kuanzia 0 mpaka miaka 8, ndoa nyingi zinavunjikia hapo. Na hizi ni ndoa ambazo tuseme kwamba zinavunjika kwa kudai talaka, yani ni official. Kuna kitu kinaitwa silent separation, yani kutengana kimya kimya bila kufika kwenye kudai talaka. Sasa hizo hawajazihusisha. Wamehusisha ndoa ambazo direct wameenda kudivorce mahakamani au kwenye vikao vya kifamilia au serikalini kutaka talaka. Ifahamike official. Sasa silent separation, kutengana kimya kimya, ndio nyingi. Kwa hiyo changamoto ni kubwa, na tusipoiangalia jamii hiki kitu kitakuwa kikubwa sana. Ndoa nyingi zinavunjika, na wamesema hasa mijini. Dar es Salaam ndio mji ambao unaongoza kwa ndoa nyingi kuvunjika. Kwa hiyo kuna hizi sababu ambazo ninazieleza ndio zimekuwa kama utungu, zinapelekea ndoa hizi kuvunjika. Hapo ni sawa kabisa. Tunazidi kupata madini mengi kutoka kwa Mr. Edward, na Mr. Edward anazidi kufunguka vingi kabisa. Ndugu mtazamaji, kaa na sisi uzidi kupata elimu nyingi juu ya ndoa na mambo mengi yanayotokea kwenye ndoa. Mr. Edward, mimi naomba turudi pia kidogo ndani tujue hivi sexuality au sex intimacy ndani ya ndoa ina faida gani sana ndani ya ndoa? Unajua sexual, mimi binafsi naweza nikasema just like a pain killer, yani ni kama dawa fulani ya maumivu. Yani unajua, ndio maana wanawake wamepewa majukumu ya kutushauri. Unajua mwanamke kwenye ndoa ni mshauri. Wewe unaweza ukatoka kazini, umevurugwa na meti wako, wafanyakazi wenzako, umekuja unaenda nyumbani Dar es Salaam jam, harakati nyingi. Kwa unapokutana na mke wako kwa njia ya upendo, familia yenu ambayo inakuwa kama nyumba ndogo, yani Mungu yupo katika ndoa yenu. Kwa hiyo hata unapoenda kufanya sexual unasahau vitu vyote, na kwa sababu ni swala ambalo linagusa mpaka akili na brain. Kwa hiyo ni afya. Na takwimu za kisayansi, kuna jarida moja nilisoma, wanasayansi kutoka Oxford walisema kwamba tendo la ndoa linaongeza siku za kuishi, na wanafikiria kuweka kwenye basic needs, yani kwenye mahitaji muhimu ya binadamu. Binadamu wanasema kwamba mahitaji tunajua muhimu, kwamba kuna chakula, kuna malazi na nini. Kwa hiyo wanataka wenyewe waadi, kuna mapendekezo kwamba hiki vitu ni muhimu sana, ni very sensitive. Nadhani ndugu mtazamaji umemsikia Mr. Edward anakuambia sex ni kitu muhimu sana kwenye ndoa na kina faida nyingi. Kinaweza kukufanya hata mtu unakuwa na hasira zikaje zikapungua kutokana na kukutana na mtu wako unayempenda na mkashiriki tendo. Kwa hiyo jamani, wanandoa msinyimane. Hicho ni kitu ambacho ni cha muhimu sana kupeana. Kwa hiyo ni vitu, hebu tuzidi kumsikiza Mr. Edward, nadhani tutapata mafunzo mengi zaidi. Wewe unavyofahamu na kwa kutumia sayansi, je, mwanaume au mwanamke kwa kutumia sayansi kwa siku inabidi afanye mapenzi mara ngapi? Mpaka dakika hii wanasayansi hawajasema kwamba mtu anatakiwa afanye seksi mara ngapi. Na
cha msingi unatakiwa ufanye sex kipindi ambacho mmekubaliana, mwili unataka na vitu vingine. Kwa hiyo hamna idadi maalum ambayo imesema kwamba unatakiwa ufanye sex mara ngapi. Kwa hiyo maana yake ni kwamba kama mmekubaliana wote wawili, yeah, na mwanamke umeolewa, very supportive, mmeoana au mwenzake kao hivyo, mko ndani ya ndoa, yani kwa hata mara 10 kwa siku ni sawa. Wanasayansi wanasema kwamba hakuna namba maalum ambayo imekuwa proposed kwamba mtu afanye sex mara ngapi. Ndio mwisho wa kunukuu. Basi ndugu mtazamaji, wewe una mke au mume, usisite, mara 10 bado ni namba chache. Mr. anatueleza hapa bado hakuna namba. Ongezea pale provided kwamba ukifanya hautaham, yani hautaathiri afya yako. Ndio. Hautaathiri afya ya mwenza wako. Ndio. Yeah, as long as mmekubaliana na mnafanya katika mazingira salama. Ndio. Yeah. Manake hakuna mambo yote mabaya. Lakini Mr. Edward, yeah, mimi naomba turudi pia kwenye sababu ambazo ulizisema mwanzoni. Ndio. Hebu tuelezee kidogo sababu za kiuchumi zinachangiaje haswa watu kuseparate baada ya kufunga ndoa? Of course uchumi ni sababu na yenyewe ni muhimu sana katika masuala haya ya ndoa, na kuna msanii mmoja alisema kwamba mapenzi sio pesa, ila ikikosekana yanapungua. Kwa hiyo uchumi na yenyewe ni kitu muhimu, na nimegundua kwamba ufukara, umaskini kwa wenza imekuwa ni sababu ngumu sana. Sometimes inapelekea mnaishi kwenye familia, mna ugumu wa maisha, mwanaume inabidi atoke akapambane kutafuta hela, sometimes anaenda for long time, yani kwa muda mrefu. Kwa mfano tuchukulie watu ambao wanajishughulisha na shughuli za madini au malori, madereva malori au madereva ambao wanaenda mipakani huko. Kwa hiyo uni ugumu wa maisha unaamua kwa sababu usipotoka huri. Kwa hiyo inabidi utoke ukapambane, ukatafute mkate ili kusudi familia ije ile. Sasa katika kipindi hicho sasa, kama ndoa yako haina Roho Mtakatifu, unaweza kujikuta ikaleta changamoto kubwa sasa. Kwa hiyo sababu ya kiuchumi imekuwa shida kubwa sana. Na sababu nyingine, kuna kitu kinaitwa financial infidelity, yani usiri kwenye masuala ya kiuchumi. Yani unajikuta mwanaume au mwanamke kipato chake halisi hakionekani ndani, na mwanamke hawezi kuaccess even bank account za mwanaume, hajui kuna hela kiasi gani. Kwa hiyo mambo yanaenda kisilisili. Hiyo nadhani inatokana sana na watu wengi wanasema, mfano wanawake wengi wanalalamika, mwanaume wangu haniambii sijui anapata shilingi ngapi, ila ndani kila kitu anafanya. Wanaume wenyewe ukienda kuwauliza wengi wanakwambia, mwanamke akishajua kipato chako atakudharau, au akishajua kitu fulani atakufanyia kitu fulani. Kwa hiyo nadhani bado watu wengine wana hiyo knowledge kichwani. Na ndio hicho transparency ni kitu muhimu sana kwenye ndoa, kwa sababu kuna watu wengi saizi wanaishi maisha ya usingo ndani ya ndoa. Unanipata? Yani unakuwa umeoa lakini upo single. Kila kitu single but married. Sasa hii habit ni tusipoikemea itakuja kuathiri ndoa zetu nyingi sana, kwa sababu unapokuwa kwenye mahusiano unatakiwa uwe muwazi. Watu wanashindwa kuelewa. For instance, mtu umeficha labda money account kwenye bank, yani haujui. Na watu wengi pia hatuna tamaduni hata za kuambia wazazi. Unajikuta umepata ajali, hela zinakuja kupotea. Kwa hiyo ukiwa muwazi kwa familia, hiki kitu kitakuwa ni kizuri sana. Kwa hiyo hapo na mimi niongezee, fidelity ni kitu muhimu sana. Niongezee, watu wengi huwa hawekani wazi hata kipindi cha uchumba. Mfano, wanawake wengi wameishia kwenye, naongelea wanawake kwa sababu ndo huwa nyingi na wakumba, wengi wameishia kwenye wimbi la kudanganywa. Kipindi cha uchumba unamuona mshikaji anakuja na gari kali, ukitaka sehemu anakupeleka, ila hujui hela zake anapozipata. Siku umeingia kwenye ndoa sasa, shakukamata, mshawekana pete, na uja kugundua kumbe jamaa maisha yake ni ya kuunga, hata yale magari alikuwa na kodi. Hapo ndugu mtangazaji, umeenda kwenye topic nyingine, kwa sababu hapa tunazungumzia ndoa. Kwa hiyo hivyo vitu vyote vimeshapita na tupo hapa kwenye kuilinda ndoa isije ikavunjika. Ila hicho kitu pia kinaweza kikaingia, kwa sababu hiyo ukikuta mwanaume au alikuwa na advertisement za magari, nguo nzuri na nini, hizo inaenda kwenye fake promise. Yani
kuna namna mwanamke alitegemea kikubwa sana kutoka kwako, na yenyewe hii pia ni sababu ya ndoa nyingi kuvunjika, kwamba mwanamke kuna kitu alitegemea sana kutoka kwako. Umemdanganya kuanzia muonekano na nini, anakuja kuwa na wewe, anakuja kugundua ni kitu tofauti kabisa. Yani ahadi zisizotimia zinakuwa nyingi. Kwa hiyo hiki kitu pia ni kibaya sana. Lakini kwenye hii sababu ya kiuchumi pia kuna kitu kinaitwa financial abuse. Yani mwanamke au mwanaume kuwa na hela inakuwa ndio fimbo ya kumchapia mwenza wake. Hiki kitu kipo sana. Kitaalamu ndo tunaita hivyo financial abuse. Yani wewe mwanamke, nowadays hata wanawake wana uchumi mkubwa. Sometimes unaona mke wako anakuzidi uchumi. Kwa hiyo anatumia uchumi wake mkubwa kuwa kama fimbo ya kukuchapa, na sio kwa ubaya. Na wanawake wengi wakiwa wana hela huwa kuna namna kama huwa wanashindwa kumappreciate mume wake. Kwa hiyo jamii pia inabidi nani, kwa sababu wanasema kwamba mganga Mungu, mitishamba imani. Yani unayemdharau hapa mume wako leo kwamba ni bure, Mungu anaweza akamnyanyua from zero to hilo. Kwa hiyo unapokuwa unatumia uchumi wako kuwa ndio fimbo ya kumwadhibu, inakuwa ni changamoto kubwa. Lakini changamoto nyingine kwenye hii masuala ya kiuchumi, kuna masuala ya kausha damu, yani vikoba. Umeelewa? Yani mwanamke kuingia kwenye mikopo. Nahisi nikiweka hivyo inakuwa vizuri, haieleweki. Kwa sababu cha kwanza kuna financial fidelity, kwamba kuna changamoto ya usiri wa kiuchumi umeshatokea. Alafu pia unakuja unampiga na tukio jingine, umeenda kwenye mikoba, umeenda kwenye kausha damu, umeenda kukopa hela huko. Na hapa sasa hivi mpaka wanaume wanaiwepo kwenye mikoba na wanakopa hela. Unajikuta vitu vinakuja kuchukuliwa ndani baada ya muda. Nini? Mwanaume au mwanamke alikopa. Hivi vitu pia vinapelekea ndoa nyingi kuvunjika. Na kidogo kwa hiyo hivi vitu vinapelekea ndoa nyingi kuvunjika. Na niliwahi kuona mwanaume mmoja aliripotiwa, na sijui ilikuwa wapi, sio Mtwara, alitaka kujinyonga, sijui alijinyonga kwa sababu ya madeni ya mke wake. Kwa hiyo hivi vitu unaona how sensitive is. Yani ni vitu muhimu sana kwenye jamii kuelimika na hivi vitu. Kwa hiyo kama ninasisitiza kwenye uwazi na ushirikiano, kama mmeaminiana, mkiingia kwenye hivyo vikoba mkiwa mna elimu nzuri, mimi na uhakika hamwezi mkachukua hela ambayo hamwezi kulipa. Lakini inapokuwa kila mtu anafanya mambo yake, ndio hiyo niliyosema kwamba kuishi single ndani ya ndoa ni kitu kibaya sana. Okay, Mr. Edward, umeongea point nyingi sana juu ya ndoa na jinsi zinavyoharibika, sababu gani zinapelekea ndoa kuharibika. Hebu unaweza kutuambia pia, je, ni vitu gani au njia gani watu wazichukue ndoa zao zisiharibike? Kwa sababu nia yetu tujenge pia na tuonyeshe kwa nini tunataka kujenga. Asante, swali zuri sana, sikutegemea. Lakini ndo maana nilistiki kutaja matatizo, kwa sababu wanasema kwamba kuzigundua changamoto au kugundua matatizo ni njia ya kuzitatua. Sisi ambao wanasayansi ambao tunafanya research, kuna kitu kinaitwa identification of research problem, yani kugundua changamoto ilipo ili ufanye utafiti. Kwa hiyo ukishagundua tatizo mara nyingi, sasa by experience, ukishazigundua tatizo huwa unaliziliverse. Umeelewa? Kama nimekwambia kwamba financial infidelity ni mbaya, kwamba kuwa na usiri kwenye masuala yako ya kiuchumi, hebu anza kumshirikisha mke wako, utanipa matokeo atakuwepo. Kama nimekwambia ndoa yako ina changamoto, hamumshirikishi Mungu, hebu anza kumuengage Mungu kwenye ndoa. Umeona? Kama kuna changamoto labda za kibiolojia ambazo nimezisema, hebu acha kuziepuka. Tuwe na mfumo mzuri wa maisha. Mfumo wa maisha ni kitu kibaya sana, ndio kinapelekeaga hizi biological factors, sababu za kibiolojia ambazo zinapelekea ndoa kuvunjika. Kuanzia kwenye chakula, tunakula nini, tunakunywa nini. Umeelewa? Kwa hiyo ukiwa fresh katika hizi sababu, ukaziconvert vizuri, niamini mimi, ndoa yako itakuwa nyumba ndogo. Ndugu mtazamaji, nadhani umepata madini mengi kutoka kwa Mr. Edward, ambaye ni mtaalamu wa sayansi na mambo ya ndoa, na ameongea vitu vingi sana, sababu nyingi, vitu gani vinapelekea ndoa kufa. Lakini vyote hivyo tumevisikia na tumepata madini. Wewe unataka ndoa yako ife
au iendelee kusurvive, ambayo hiyo unaiona labda inatetereka. Kwa hiyo kwenye zile sababu alizosema unaweza ukazipitia moja moja kama umezisikiliza vizuri, basi unafanya tu kuigeuza, nyuma panakuwa mbele, mbele panakuwa nyuma, mwisho wa siku unapata solution. Kwa hiyo karibu kwenye wedding podcast yetu ambayo ni Wedding Cycle. Tuzidi hapa tuzidi kuangalia na tutapata madini mengi sana kutoka kwa watu wengine. The Wedding Cycle.